na dunia kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taazima, naomba nikukaribishe. Karibu sana. Mheshimiwa Paul Kagame, Rais wa Jamhuri ya Rwanda, waheshimiwa mawaziri kutoka Tanzania na Rwanda mliopo hapa, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, habari za mchana. Wanyarwanda, mnasikia Kiswahili? Mnasikia eh? Haya. Kama mjuavyo, ndugu wanahabari, Tanzania na Rwanda sio tu majirani, bali pia ni ndugu na marafiki. Undugu na urafiki wetu ni wa historia. Ulianza miaka mingi huko kabla kutawaliwa wote wawili. Hii ndio sababu utamaduni, mila na desturi zinafanana na watu wetu pia ni wamoja. Serikali zetu mbili zimekuwa zikishirikiana kwa karibu katika ngazi ya uwili, kikanda na kimataifa, hususan kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki, Umoja wa Afrika, jumuiya za nchi zisizofungamana na upande wowote, na pia Umoja wa Mataifa. Mwaka 1976 nchi zetu mbili zilianzisha tume ya kudumu ya pamoja ushirikiano JPC. Mkutano wa 16 wa tume hiyo ulifanyika mwaka jana mwezi Julai kule Kigali nchini Rwanda. Kupitia tume hiyo, nchi zetu mbili zinashirikiana katika nyanja za biashara, uwekezaji, kilimo, nishati, mafuta, miundombinu ya usafiri, lakini pia ulinzi na usalama na uhamiaji pia. Kwa ujumla, muda mfupi uliopita tumetoka kwenye mazungumzo. Tulianza mazungumzo ya ndani, mimi na Mheshimiwa Rais, lakini pia tumekaa mawaziri wetu na maofisa wetu, tumejadiliana mambo kadhaa, na kubwa katika hilo ni biashara na uwekezaji ili kukuza chumi zetu. Kwa furaha kabisa niwaambie tu kwamba biashara yetu kati ya Rwanda na Tanzania imekuwa hadi kufikia shilingi bilioni 644 mwaka jana, lakini pia kuanzia mwaka 97 mwezi Machi hadi mwezi Machi mwaka huu, Mamlaka ya Uwekezaji Tanzania imesajili jumla ya miradi 42 kutoka nchini Rwanda yenye thamani ya dola za Marekani milioni 325.5 ambazo zimeajiri wa Tanzania 2225. Ni mchango mkubwa kwenye uchumi wetu. Aidha, kwa upande wa Tanzania, zipo baadhi ya kampuni zilizowekeza nchini Rwanda, ikiwemo nyingi tu: Bahresa, Magodoro Dodoma, Discount Center, Jambo Plastic, Sugar Enterprise, Sagar Enterprises, Buffalo Traveling Tours, Maximo Africa, Gasabo Grain Milling Company, LCM Delta Company, pamoja na Matrix Integrated Consultancy. Kama kuna nyingine nimezisahau zitanisamee, lakini kampuni nyingi zimekwenda kuwekeza kule pia. Sasa licha ya kwamba takwimu hizo zinatia moyo kwenye biashara yetu, tumekubaliana kuendelea kushirikiana ili kukuza biashara na uwekezaji, hususan kwenye kuondoa vikwazo visivyo vya kikodi. Vikwazo vyote vya kibiashara tuzungumze, tuviondoe ili tuweze kutumia vizuri soko la pamoja la Afrika Mashariki, lakini pia soko huria la Afrika. Kwa upande wa uchukuzi na miundombinu, vile vile tumegusia ili kukuza biashara na uwekezaji. Tumekubaliana kuendelea kuimarisha miundombinu ya usafiri na uboreshaji wa huduma za usafiri. Kwa wasiofahamu, takwimu zinaonyesha kuwa takriban 70% ya shehena za Rwanda inapitia katika bandari za Tanzania, ambapo wastani wa tani milioni 1.6 kila mwaka tunapitisha kwenda Rwanda, na ni wajibu wetu kwa sababu katika region sisi ndio tumejaliwa kuwa na bandari na wenzetu hawana bandari. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuwahudumia, na tulizungumza na tukakubaliana kuweka huduma maalum kwa bidhaa za nchi ya Rwanda. Lakini vile vile tumezungumzia
ujenzi wa barabara zinazounganisha nchi zetu mbili na reli pia, ili kuharakisha biashara. Tumetumia fursa hiyo kujadili mradi wa reli kutoka ujenzi kipande cha reli ya Isaka hadi Kigali, ambayo itakwenda kuhamasisha au kuharakisha usafirishaji wa bidhaa. Kwa upande wa nishati, tuna mradi wa pamoja kati ya Rwanda, Burundi na Tanzania. Huu ni mradi wa umeme wa maji wa maporomoko ya Rusumo ambao unatuzalishia umeme megawati 80, na tumekubaliana sasa tukauzindue rasmi. Umeshaanza kazi lakini tukauzindue rasmi. Pamoja na hayo, kuna makubaliano ambapo shirika letu la umeme TANESCO na shirika la umeme la Rwanda REG wataanza kuuziana umeme kwa ajili ya kuchochea zaidi maendeleo ya kiuchumi. Maeneo mengine ambayo tumezungumziana ni masuala mazima ya mawasiliano kati yetu, mawasiliano, njia za mawasiliano, ule mkongo wa mawasiliano tayari ndugu zetu wa Rwanda wanatumia, lakini wanahitaji huduma zaidi. Tumekubaliana tukubaliane ili tuendelee kutumia huduma hiyo. Hatukusahau masuala ya kuhakikisha nchi zetu mbili zinakuwa salama na zinakuwa na utulivu. Kwa hayo kwa ufupi ndiyo tuliyozungumza. Tumezungumza ushirikiano katika nyanja za kimataifa, ambapo kati yetu mmoja mwenye swali lolote kwenye nyanja hizo tutakwenda kusaidiana. Kwa ufupi haya ni baadhi tu ya masuala tuliyojadiliana. Mengine kama nimesahau, Mheshimiwa Rais ataongeza atakapozungumza, lakini kwa niaba yenu nitumie fursa hii kurudia tena kumshukuru Mheshimiwa Rais Kagame kwa kuja kututembelea Tanzania. Na baada ya kusema hayo, sasa nimkaribishe Mheshimiwa Rais Kagame na yeye haongee nanyi waandishi wa habari. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, honorable ministers, members of the media, distinguished ladies and gentlemen, let me begin by thanking you, Madam President, for the warm welcome extended to me and my delegation. It is always a pleasure to be here. Today, the President and I had very constructive discussions building on the long-standing relationship between our two countries. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais na Watanzania wote kwa kudumisha ujirani mwema na undugu kati ya nchi zetu. Tanzania ni kiungo muhimu si tu kwa Rwanda, lakini kwa majirani wengine pia. Bandari ya Dar es Salaam ni mfano moja tu wa maeneo mengi ya kiuchumi muhimu sana kwa nchi zetu. Mheshimiwa Rais, tunalo jukumu kwa niaba ya wananchi wetu kuhakikisha tunaendeleza na kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zetu na Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ujumla. Tanzania is indeed a key partner for Rwanda.
Over the years, we have strengthened our partnership across many sectors, particularly trade and logistics, facilitating Rwanda's connections to global markets. The President and I discussed how to build further on this foundation, ensuring that our systems are well equipped to manage the growing volume of business between our two countries. We're encouraged by the progress already achieved and look forward to the full implementation of our joint projects. Our collaboration within the East African Community and the African Union anchors this work in a wider framework of regional integration. At this time of geopolitical uncertainty, our region must remain focused and united around a shared vision of prosperity and cooperation. Rwanda is currently in the period of commemoration of genocide against the Tutsi of 1994. But we shall soon have the opportunity to publicly recognize some Tanzanian citizens whose actions during that time demonstrated exceptional heroism and compassion. Madam President, Rwanda is determined to work closely with Tanzania for the benefit of all our citizens. As for other important issues we discussed, Madam President, I want to say you have well and fully covered them. And for us, we are looking forward to working with you and your team of leaders to move our development agenda, the development agenda of Tanzania and Rwanda together forward at full speed. Let me again, Madam President, ladies and gentlemen, thank you for your kind attention. Asante sana marais kwa hotuba zenu, na nakushukuru. Kidogo nitoe Kiswahili mahali ambapo Mheshimiwa Paul Kagame, rais wa Rwanda, aliamua kwenda kwa lugha ya kigeni. Kwa ujumla, Mheshimiwa Rais Paul Kagame amemshukuru Mheshimiwa Rais kwa mapokezi mazuri. Ameelezea mazungumzo mazuri ambayo wamekuwa nayo ana kwa ana, lakini pia walipokutana na jumbe za kutoka Tanzania na Rwanda. Ameelezea Tanzania ni mdau mkubwa na muhimu sana kwa nchi ya Rwanda kibiashara, usafirishaji, lakini amesisitiza umuhimu wa kuongeza kasi ili tufikie mahali pazuri zaidi. Pia amegusia umuhimu wa kubakia wamoja katika kanda yetu ya Afrika Mashariki na Kati, na pia amegusia kwamba Rwanda itakwenda kuwaenzi wa Tanzania ambao walisimama na Rwanda wakati walipokuwa wakipitia mambo magumu. Waheshimiwa marais, tunawashukuru sana. Ndugu wanahabari, hapo ndio tumefikia mwisho wa press conference yetu. Kwa heshima na taadhima, namuomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umuongoze mwenyeji wako Rais wa Jamhuri ya Rwanda
kuelekea kwenye chakula. Wengine tutabaki hapa, viongozi wetu watangulia